Ujambo na karibu ndani ya JCTV, kini chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumatano Aprili 8, 2026. Tulionayo leo: zaidi ya wahasi 200 wamejisalimisha huko Kivu Kaskazini kutokana na operation kubwa ya kijeshi. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaomba kwa makundi mengine kujisalimisha. Zuberi Ali atakujia na mengi zaidi hapo baadaye. Na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanikiwa kuzuia shambulio jipya la waasi wa M23 katika vijiji vitatu vya tarafa ya Kale, Kivu Kusini. Thomson Unjibatangalo William atakujia na mengi hapo baadaye. Twende sote hadi tamati. Naitwa Bedi Jean de la Croix, karibu. Na sasa tuangazie kwa kina kabisa taarifa zetu. Zaidi ya wahasi 200 wamejisalimisha huko Kivu Kaskazini kutokana na operation kubwa ya kijeshi. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC laomba kwa makundi mengine kuweza kujisalimisha. Zuberi Ali na dondoo zaidi. Kamandi ya eneo la kijeshi la 34 la Kivu Kaskazini lilithibitisha Jumatano hii Agosti 8 kujisalimisha kwa hiari kwa waasi 263 kutoka AFC M23 kati ya Februari na Machi 2026. Miongoni mwao ni maafisa 4. Hiyo ni kuashiria mabadiliko makubwa katika operation zinazoendelea mashariki mwa Kongo. Hii ni ishara iliyotumwa kwa makundi yenye silaha yanayozunguka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na mamlaka ya kijeshi, wapiganaji hawa wa zamani waliacha kundi la uasi ili kujisalimisha kwa nyadhifa za kikosi cha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Meja Dieudonne Kasereka, afisa wa mawasiliano wa eneo la kijeshi la 34, anabaini kuwa wapiganaji hao walisajiliwa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini, hasa katika Lubero, Ruchuru na Masisi. Vuguvugu hilo pia lililenga hadi katika jimbo jirani la Kivu Kusini, huku watu wakijisalimisha wakiripotiwa katika eneo la Kalehe. Wapiganaji hao walijisalimisha kwa vitengo vyetu mbalimbali. Kwa sasa wako salama katika eneo lililohifadhiwa chini ya udhibiti wa jeshi, msemaji wa jeshi alihakikisha. Chaguo mbili sasa zinapatikana kwa wapiganaji hawa wa zamani: ujumuishaji wa kijamii kwa wale wanaotaka kuwa raia tena, au ujumuishaji unaowezekana kwa wale wanaotaka kuhudumu chini ya bendera ya taifa. Na hayo ni baada ya uchunguzi wa kina wa faili zao kwa amri. FARDC imetoa wito kwa makundi yaliyosalia msituni kujisalimisha, Meja Kasereka alisisitiza. Amri inaendelea kutoa wito kwa wengine kuja kujisalimisha na watapokelewa vyema, alisema, huku akisisitiza dhamana ya usalama itatolewa na FARDC. Ni ripoti yake Zuberi Ali. Na mwishowe kabisa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limefanikiwa kuzuia shambulio jipya la waasi wa M23 katika vijiji vitatu vya tarafa ya Kale huko Kivu Kusini. Thomson Unjibatangalo William na ripoti kamili. Sekta ya operesheni za kivita Sokola ya pili kaskazini mwa mkoa wa Kivu Kusini imetangaza kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limezuia shambulio la muungano wa wahasi wa AFC M23 RDF katika vijiji kadhaa vya tarafa la Kale Jumatatu Aprili 6. Ni katika vijiji vya Tushunguti, Katale Kati, Kacheichei na Mbindano ambako mapigano yalinukia na kupelekea shughuli kudhorora vya kutosha. Tumezungumza na mwanamemba mmoja wa shirika la raia kutoka huko Kale, anazungumza nasi. Wanapigania huko plateau ya Batembo huko, na ile mamingini zaidi hatuizoe sana sababu ni mbali kidogo kabisa na Kale Centre. Kuna kilomita nyingi sababu wakati kulikuwa usalama walikuwa nalipa sana kwa moto kufika hapa. Ni huko tu kule ngambo za Katale na yule ya Nyabibu huko Numbi. Juzi tulisikia kama kulikuwa mapigano, ila hatujui namna hali imeendeka. Na kwa sasa wanani wako Kale Centre, Iusi, Ushushu, Nyabukubi, pote huko na Rambira Sangano?
Tunaishi hapa na Mouvement Revolution. Hali ya maisha ya wananchi iko namna gani? Hali iko ni tabu sababu hakuna kitu chochote ambacho kinaendelea. Hakuna mabenki, hakuna nini, makazi zimefutishwa, ni hivyo kabisa. Na vipi kuhusu shughuli za kuvua samaki katika ziwa Kivu, zinaendelea? Tunaendelea kama vile kawaida, ila mabukila hizi ambazo haziruhusiwi haziingie kabisa, na wao wanafanya jitihada yote kwa sababu wavuvi wasiharibu ziwa letu la Kivu. Na vipi kuhusu usafiri wa mashua, meli kutoka Kalehe kuelekea Goma, Bukavu na sehemu zingine? Meli iko kabisa, inaonekana kwa saa zote zile kabisa, ya mchana iko na ya usiku iko. Vyanzo vingine vinasema kwamba kwa ujuzi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC walirudisha nyuma wahasi na kuwasukuma katika misitu. Waliwaondoa maeneo ya misongamano ya watu hadi kuwasindikiza misituni walikoenda kumenyehana huko ili kuhakikisha raia wamebaki katika eneo salama. Kamanda wa operesheni za kivita Sokola ya pili kaskazini mwa Kivu Kusini, Kanali Kisembo Isingoma Benjamin, amelahani shambulio hilo la wahasi ambalo ni moja ya matukio yanayohatarisha maisha ya wananchi. Amiri jeshi huyo wa Sokola ya pili amewapongeza askari wake na kuwapa moyo wa uhodari na nidhamu za kivita. FARDC hapa kubaki waaminifu wa sheria na kanuni za kijeshi kwa kulinda mipaka ya nchi, raia na mali zao, na kuzingatia michakato yote ya amani inayoendeshwa na serikali kuu kwa njia za kidiplomasia. Wananchi wanakokimbilia wanalalamikia njaa, mvua na huenda mlipuko wa magonjwa. Huyo hapa ni mmoja wao katika visanga vya Kale akizungumza nasi kwa njia ya simu. Hali ya vita inazidi huku Bunyakiri, Urembo, Choshi, Kenya, Ronga, tukasikia zinalia sana, watu wanakimbia kuvisanga, na japo kuvisanga hakuna vya kukula, mpaka hizi wote tuko kumakimbizi. Nyinyi kama vile raia mnaomba nini? Sisi kama raia tunaomba watusaidie sana, watutumie chakula, watutosha vajambazi wa Kongo porque ate tupate njia. Kuko makonditions zenye wanakuwa wanashurutisha raia? Ndio makonditions ziko, haufanye saa longo utapigiwa na kumaliza kupiga na unakufa pale. Hapa kwenda enea mpaka ufanye taksi ya kwenda msoko upate ya kuuza. Hayo yanakuja wakati ambapo jopo linalofuatilia mikataba ya amani barani Afrika likitoa ripoti mpya ya visa vya uhalifu na ule wa ukiukwaji wa haki za binadamu tangu kusainiwa kwa mikataba ya Juni tarehe 27 mwaka 2025 chini ya usuluhishaji wa Marekani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 na Rwanda. Ripoti hiyo imeweka wazi matukio yaliyosajiliwa na serikali kuu ya Kinshasa kwa muda kadhaa, M23 wakiwa mjini Uvira. Waziri Samuel Mbemba alihutubia na kusema, les destructions matérielles sont également, uharibifu wa mali pia ni mkubwa sana. Miundombinu ya umma hususan hospitali, shule na sehemu za ibada zimeharibiwa na kuporwa kwa utaratibu. Zaidi ya watu 1500 walipoteza maisha katika wiki 5 za kukaliwa kwa mji wa Uvira. Ukiukaji huu wa sheria za kimataifa za kibinadamu na haki za binadamu ni sehemu ya uhalifu wa kivita. Uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa mauaji ya kimbari hayataendelea bila kuadhibiwa. Elles ne resteront pas impunis. Hata hivyo, waziri huyo ameendelea kuonyesha kuonekana kwa makaburi mengine mengi ya pamoja huko mjini Uvira. Ripoti hiyo pia inafichua ugunduzi wa makaburi ya pamoja mjini Uvira. Zaidi ya wanawake 14,400 wamekuwa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia mjini Uvira na maeneo ya jirani. Wakati huo mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kinshasa na waasi wa M23 yakisubiriwa Uswisi hivi karibuni. Wachambuzi wa mambo wana mtazamo gani? Mwanilokole Wilonja Juste anazungumza. Kibinafsi naweza nikaseme kwamba tunashindwa kuelewa mchezo gani unaochezeka hapa. Lakini ukiangalia kiumbali utakuta kwamba tunavyofikiria sisi kama Wakongomani sio kabisa mazumuni ya Kagame na wenzie. Maana ukitazama majuzi tu hapa
nasikia wamefanya makabidhiano kati ya Kagame na Rais Joseph Kabila ya kumuweka kama vile msimamizi rasmi wa kundi hilo la M23 pamoja na Red Tambara. Sasa hivi ukiangalia kwa kina utakuta kwamba wana malengo yao ambayo wanataka kuyatimiza. Huku sisi tunabakilia tu mazungumzo, tufanye hiki. Sasa ni hapo tunashindwa kuelewa kama je, wakuu viongozi wanajua kinachoendelea lakini wanaikalia tu kutudistraire au vipi. Kwa hiyo kibinafsi kabisa naona kama vile sisi wa raia, watu wa makazi fulani tunadanganywa sana na serikali yetu. Maana serikali kama ingekuwa kabisa inajali na kusamini raia wake, labda ingetia kipaumbele kupiga mtuto wa risasi ili kufurusha adui. Maana kinachoendelea kiukweli hakieleweki. Usalama bado ni tete katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Huko bondeni mwa mto Ruzizi katika vijiji vya Kiguruwe, Rusabagi na Ndunda, milio ya risasi imesikika na kuleta hofu kwa wananchi wa vijiji hivyo vya mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Uvira, Thompson Unjibatangalo William, JCTV. Na ni kwa ripoti ya Thompson Unjibatangalo William ndo tunakamilisha kabisa habari zetu hii leo. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.